Watanzania wenzangu, nina ujumbe muhimu sana kwenu. Mimi naitwa Everest Chahali. Baadhi yenu mnanifahamu kwa jina la Jasusi, lakini mwenyewe huwa napenda kujitambulisha kama mtumishi wenu. Lakini kabla ya kuingia katika ujumbe huo muhimu, naomba nitumie fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru sana vijana wa Gen Z hawa ambao wamejitokeza kwa wingi wao, kwa maelfu yao mtaani. Leo ni siku ya 3 inaelekea 4, ni siku ya 4 kwa huko Tanzania, kwa hapa Uingereza bado ni siku ya 3, ambapo vijana hawa hawajakata tamaa, wanaendelea kuipigania Tanzania yetu. Hawafanyi kwa ajili yao, wanafanya kwa ajili ya Watanzania wote, na si tu kwa Watanzania tuliopo muda huu, bali pia kwa ajili ya vizazi vijavyo. Hii ni kazi takatifu. Kikubwa ambacho tunaweza kufanya ni kuwakumbuka katika sala zetu, na kingine ambacho tunaweza kufanya nitakieleza muda mfupi ujao. Lakini kabla ya hizi pongezi na shukrani zitakuwa hazijakamilika endapo sinto wataka radhi hawa vijana wa Gen Z, kwa sababu kwa wale wanafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, mara nyingi nilikuwa nikitumia jina la vijana wa hovyo. Halikuwa neno la dharau, bali ilikuwa la kuhamasisha ili watupie macho au jikite kwenye vitu vya msingi zaidi. Lakini kitu ambacho wengi wetu hatukufahamu ni kwamba hawa vijana walikuwa na kiu ya mabadiliko, na pengine hayo ambayo tulikuwa tukiwalaumu kwamba wanaendekeza ubuyu, wanaendekeza uchawa, wanaendekeza shisha, wanaendekeza connection, ni kuto kujua kilichokuwa kikiwasibu nafsini mwao. Na ilipofika mahala kwamba wameshindwa kuvumilia, ndio tunachoshuhudia muda huu. Kwa hiyo samahani sana kwa kuwaita vijana wa hovyo. Nyinyi ni mashujaa wetu, mmekifanya kile ambacho wengi wameshindwa kukifanya. Historia itawaenzi na tutaendelea kuwakumbuka katika sala, na inshallah haya mnayoyapigania yatatimia. Tanzania iliyo bora ipo njiani. Cha muhimu ni kuendelea kuwa na matumaini na kujibidisha, na sisi tuna wajibu wa kuwakumbuka ninyi katika sala. Mtangulize Mungu katika kila jambo, na kwa hakika hiki kinachopiganiwa kitapatikana. Baada ya pongezi na shukrani hizo, kuna wito kwa Watanzania wenzangu. Kama nilivyosema awali, kuna makundi manne. Makundi yanaweza kuwa mengi, lakini kuna makundi manne ambayo yametuangusha sana Watanzania. Lakini huu si wakati wa lawama, huu ni wakati wa vitendo, na hiki ndicho nachojaribu kukipigia mstari katika ujumbe huu mfupi kwenu. Kundi la kwanza, hili halijatuangusha as such, na kwa kuwa hatulaumiani, la muhimu ni kujikita katika nini wanachoweza kufanya. Kundi hili ni la mashujaa wetu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kwanza, shukran kwa msaada mkubwa, kwa uzalendo mkubwa ambao mnaufanya wa kuwalinda vijana wetu. Hata hivyo, taarifa zinaonyesha kwamba mnaingia mtaani asubuhi, mnaondoka jioni, na hawa mashetani wanaochinja vijana wetu wanatumia muda ambao nyinyi mnakuwa mmerudi makambini kuwaumiza vijana wetu. Sasa ninyi mnajua cha kufanya. Mlikula kiapo kulinda nchi yetu. Amiri jeshi mkuu wenu wa Tanzania amekiuka kiapo chake. Badala ya kuwalinda Watanzania, ameingiza askari kutoka Uganda, ameingiza waasi wa M23, ameagiza waasi kutoka Msumbiji na kwingineko kuja kuwachinja vijana wa Kitanzania. Hafai kuendelea kuwa amiri jeshi mkuu. Hamstahili kuwa na mkuu wenu ambaye amekiuka kiapo. Mnajua la kufanya. Kwa hiyo tafadhali, na hili lipo ndani ya uwezo wenu. Mlimsikia Kapteni Tesha alichokiongea. Mnajua cha kufanya. Kuhusu Jenerali Mkunda, mmeshasikia mengi kuhusu yeye. Kwa sasa yeye ni irrelevant. Alichokisema ambacho kimechezewa na hao wahuni, wamecheza na vitu vya sauti ya kilimnemba na vitu kama hivyo, msijali. Laiti ingekuwa hawa vijana wanaoandamana ni wahalifu, basi jeshi lisingewaruhusu kuwalinda. Mnajua kwa hawa si wahalifu, hawa wanapigania nchi yao, na nyinyi ni wazalendo. Fanyeni kilicho bora. Katika masaa machache yajayo, chukueni hatua stahili. Msiruhusu wadogo zetu, vijana wetu waendelee kuchinjwa na amri isiyo halali kutoka kwa amiri jeshi mkuu aliyeshindwa kutekeleza majukumu yake. Fanyeni kilicho sahihi. Hilo la kwanza. Kundi la pili ni
la viongozi wa dini. Ninyi mmewaangusha sana Watanzania. Lakini kwa vile mimi ni Mkristo, sitawaongelea BAKWATA. Na BAKWATA wenyewe ni watu ambao wametumiwa sana katika kipindi hiki. Huyu mama katika kushindwa kutekeleza majukumu yake alitaka kujaribu kuwagawanya Watanzania kwa msingi wa kidini, na akajaribu kujenga hoja kwamba kila watu wanapokosoa kuhusu ufisadi, kuhusu utekaji, anacheza karata ya kwamba wanamchukia Muislamu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo BAKWATA mimi sitowagusia, na mimi si Muislamu. Kwa hiyo hili nawaachia Waislamu muweze kuwanyoshia kidole hawa watu wa BAKWATA. Lakini kwa vile mimi ni Mkristo, nitajielekeza kwa madhehebu makuu kwa Tanzania ya Kikristo, ambayo ni Roman Catholic, Wakatoliki, Walutherani, Waanglikana pamoja na Wapentekoste. Ninyi nyote mmewaangusha Watanzania. Light mngesimama kidete na kukemea kwa dhati utekaji, ubakaji, ulawiti na mauaji holela, hali isingefikia hapa ilipofika. Hawa vijana walichofanya kinapaswa kuwafanya nyinyi muiname kwa aibu, lakini huu si wakati wa kulaumiana. Chukueni hatua haraka iwezekanavyo. Chukueni hatua haraka iwezekanavyo. Neno lenu moja, na mkiwa na umoja na ushirikiano, basi kwa hakika haya tunayoshuhudia yatafikia kikomo. Lakini ukimya wenu itakuwa ni sawa na kuunga mkono udhalimu na udikteta unaoendelea, ambao tayari umegharimu mamia ya maisha ya vijana wetu. Kwa hiyo wito wangu wa Tanzania, askofu unayemfahamu, padri unayemfahamu, mchungaji unayemfahamu, au mtu yote, kiongozi yote yule wa dini unayemfahamu, wasiliana naye na umuulize kwa nini upo kimya, nini unafanya, kisha umuelekeze achukue hatua stahili. Lakini ni muhimu sana kuwa na sauti moja. Kama wakina Askofu Bagonza wanaweza, kwa nini nyinyi wengine mnakaa kimya? Kuna yule Rugambwa yule wa kanisa Katoliki, hata siku moja hajawahi kufungua mdomo. Hivi mtu hujisikia aibu katika haya yote yanayotokea? Unaonekana mtu muhimu, mara umepiga picha na rais, umevaa magwanda hayo mavazi ya kikanisa, lakini hufanyi lolote kuwatumikia. Bwana Yesu asingeruhusu haya yanayotokea, asingekaa kimya. Alikuja kuwatumikia wanadamu, na ninyi ni watumishi, nyinyi ni mwendelezo wa yale yaliyotokea huko nyuma. Kwa nini mnakaa kimya? Kwa kanisa Katoliki, you are a disgrace, kwa sababu Padri Kitima, Dr. Charles Kitima katekwa. Mpaka leo samahani, ya kutekwa, alishambuliwa, walitaka kumdhuru, walitaka kumtoa uhai. Mpaka leo hakuna aliyekamatwa, mmekaa kimya. Haya, amekuja yule Padri Kibiki wa Mafinga, akatokea askofu mwingine kwenda kuongea maneno ambayo hata hayaeleweki, ambayo kama yanaendana na narrative iliyotolewa na jeshi la polisi. Haya, ametekwa padri mwingine kule Songea. Hadithi ni ile ile. Kanisa liko kimya, hakuna hatua inayochukuliwa. Leo ni siku ya 4 inakwenda, kanisa halijatoa tamko lolote. Ninyi ni washiriki katika huu uhalifu unaoendelea, na kila damu inayomwagika ipo mikononi mwenu, kwa sababu mna uwezo wa kukemea haya, mna uwezo wa kuhamasisha Watanzania, mna uwezo wa kuhamasisha watu walioko ndani ya serikali kuchukua hatua. Huyu mtu aliyekabidhiwa jukumu la kuongoza nchi yetu ameshindwa kazi. Rais anayeruhusu wahalifu kuua raia wake hastahili kuendelea kuwa madarakani. Samia must go, na huo ndio ujumbe unaotakiwa kuutoa haraka iwezekanavyo. Kundi la tatu ni watu wa Chama cha Mapinduzi. Nyinyi ni wanafiki wa muda mrefu, mnafahamika, lakini mna fursa ya kujinusuru. Huyu mwenyekiti wenu hafai, muondoeni. Hili lipo ndani ya uwezo. Nyinyi ndio mmemruhusu awezeshe utekaji wa watu ovyo. Nyinyi mmemwezesha aweze kufanya ulawiti, ubakaji na vitu vingine vichafu kabisa katika historia ya Tanzania yetu. Mmekaa kimya kwa kuendekeza madaraka yenu. Mna fursa ya kujinusuru, mna fursa ya kuomba msamaha Tanzania. Chukueni hatua stahili, mnajua cha kufanya. Mwisho ni watu wa idara ya usalama wa taifa. Mimi nilikuwa mtumishi wa idara ya usalama wa taifa. Sisi tunajivunia rekodi yetu. Ninyi mmeiangusha Tanzania, lakini mna fursa ya kufanya kilicho sahihi. Sintowaelekeza nini cha kufanya. Kanuni za intelijensia zinaruhusu kuchukua hatua pindi mkuu wa nchi anaposhindwa kutekeleza madaraka yake. Msiruhusu idara ya usalama wa taifa kuwa chini ya Abduli. Chukueni hatua haraka iwezekanavyo. Hili inawezekana. Na washukuru wa Tanzania wenzangu, tuendelee kuwaombea vijana wetu wa Gen Z. Mungu ibariki Tanzania, na
bila shaka yote yatakwenda vema. Asanteni na kwaheri.